Asante. Mheshimiwa Agnesta Kaiser. Mheshimiwa Spika, nikushukuru kwa kunipa nafasi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, serikali imefanya maboresho ya utoaji mikopo ya 10% kwa kuwezesha mabenki yaweze kutoa hiyo mikopo ndani ya halmashauri baadhi. Sasa Mheshimiwa Waziri Mkuu, dhana nzima au sababu kuu ya serikali kuitoa hii mikopo ilikuwa ni kwa ajili ya wale Watanzania, wananchi wa Tanzania, kwa maana ya wanawake, vijana na wenye ulemavu ambao kimsingi katika hali ya kawaida hawakuwa na sifa za kukopesheka katika benki kutokana na wananchi hao ambao tumewalenga. Hayo makundi matatu, wengi wao hawana hata dhamana, na ndio maana serikali mkaja na mpango mzuri sana wa kumkomboa kijana wa Kitanzania, kumkomboa mwanamke pamoja na wale wenye ulemavu. Swali langu Mheshimiwa Waziri Mkuu, serikali kwa nia yake njema hile haioni kwamba ni vema sasa ukabadilishwa mfumo mzima wa namna ya kukopesha zile fedha, na ikibidi Mheshimiwa Waziri Mkuu, wananchi hawa, walengwa hawa, yatumike masharti na mifumo inayofanana, ili mwisho wa siku ile dhana nzima ya serikali kumkomboa kijana wa Kitanzania, wanawake na wenye ulemavu iweze kuonekana kwa tija, kwa sababu mwisho wa siku Mheshimiwa Waziri Mkuu, hizi bilioni 91 nimekupa mfano kutoka katika halmashauri ya jiji la Dar es Salaam. Sasa hivi tunavyoongea, wananchi wangekuwa na tabasamu kubwa sana na wakimshangilia Mheshimiwa Rais kwa jinsi ambavyo ameweza kuwakomboa. Mheshimiwa Waziri, nitakushukuru sana kama utatupa majibu ambayo yatapelekea tabasamu kwa wananchi ambao kimsingi ni wanyonge, na Mheshimiwa Rais anahitaji kuata pamoja na tabasamu. Asante sana Mheshimiwa. Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mheshimiwa Spika, nakushukuru kwa nafasi hii. Ni kweli serikali ilibadilisha utaratibu na kupeleka utaratibu wa majaribio katika baadhi ya majiji na halmashauri, fedha hizi za mikopo kuanza kutolewa kwa utaratibu wa kupitia benki, na baadhi ya halmashauri ziliendelea na utaratibu ule wa awali. Sababu kubwa ya kufanya hivyo ilikuwa ni kupeleka utaratibu huu kwa maafisa wanaoshughulika na masuala ya mikopo, hasa kudhibiti tatizo lililokuwa linajitokeza la vikundi hewa, la watu wanakaa kwenye halmashauri pale, wanatengeneza vikundi, wanatengeneza syndicate kutoka baadhi ya watumishi wa ndani ya halmashauri na wale wanaopokea fedha hizo. Kimsingi watumishi wasio waaminifu na wenyewe wanakuwa sehemu ya vikundi, wamezitanguliza kule kwenye kikundi na yeye anakuepo kule kwenye. Kwa baada ya zoezi lote lile, lengo la serikali linakuwa halijatimia, lile la kuwasaidia wahusika hasa wanaofanya shughuli hizo za uzalishaji, na lengo la pili la kwamba kutakuwepo na marejesho ili na wengine waweze kupata, na lenyewe linakuwa halitimii. Kwa hiyo ndio ilikuwa sababu ya msingi. Sasa baada ya kupeleka kwa majaribio kwenye maeneo haya ya mabenki, nimesikia Mheshimiwa Mbunge ulichokisema, na nilipata fursa ya kukaa na wafanyabiashara hizi ndogo ndogo, wa machinga, nilikaa na bodaboda, nilikaa na bajaji, nilikaa na mamalishe. Moja ya mambo walioelezea yalikuwa yanafanana na hayo ambayo Mheshimiwa Mbunge umeyasema, na maelekezo niliyoyatoa ambayo ndio dira iliyotolewa na Mheshimiwa Rais ni kwenda kwenye uhalisia. Machinga hawezi kuwa na hati ya nyumba. Ukimwambia alete hati ya nyumba ndio apate mkopo, ni dhahiri hata kuwa na hiyo hati ya nyumba. Na maeneo mengine walielezea kwamba wanatakiwa watoe dhamana, barua ya udhamini wa watumishi walioko serikalini, na yenyewe machinga, mabodaboda, ukimwambia anze kuhangaika kutafuta mtumishi aliyeko serikalini amdhamini, na lenyewe ni tatizo lingine. Kwa maelekezo nilitoa, waondoe hayo masharti yanayokwamisha walengwa hawa kuweza kupata manufaa ya fedha hizo ambazo Mheshimiwa Rais amekusudia ziweze kuwafikia.
Tulikubaliana na mabenki walikuwepo pale kwamba hayo masharti ya hati ya nyumba, hayo masharti ya barua ya udhamini kwa wale ambao wanatambulika hayatakuwepo. Labda Mheshimiwa Spika, nitumie tu bunge lako tukufu kuweka wazi eneo moja. Kwa yule ambaye hana kitambulisho cha taifa ndiye anayetakiwa utambuzi. Wale ndio ambao wamekuwa wakitakiwa watoe barua ambayo at least mtambulishe kwamba yeye ni Mtanzania. Mheshimiwa Spika, mimi nakumbuka kuna watu tumesoma wote sekondari, tukiwa tunapanga wote, tunagombania chakula hapo na mapoti na masahani. Tumeenda chuo pale tunapanga foleni. Baada ya miaka kadhaa tumeona wanashika nafasi katika nchi za jirani kule, wamesoma kwa kodi za Watanzania, wameziba nafasi za Watanzania. Kwa hata huku kwenye mikopo na kwenyewe, waheshimiwa wabunge, ni waombe mridhie utaratibu wa kupekua kwamba apate Mtanzania wenyewe ule uendelee. Lakini kwa wale ambao wana vitambulisho vya taifa hawataulizwa hati wala hawataulizwa barua ya mtumishi yeyote anayetoka serikalini. Na Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan anamaanisha kwenye jambo hili la kuwawezesha vijana wa Kitanzania, wanawake wa Tanzania, ndugu zetu wenye kutoka makundi maalum. Ndio maana mbali na zile 442 kaongeza bilioni 200 ndani ya siku 100 baada ya kuchaguliwa kwake, ili kuongeza wigo wa vijana hawa kuweza kupata huduma hiyo, na tayari ameshatoa maelekezo pia katika bajeti hii inayoandaliwa itafuta utaratibu wa kuiongeza 5% nyingine ya kujenga miundombinu ya kufanyia watakakofanyia biashara hizo, kujenga miundombinu ikiwemo masoko nadhifu yenye hadhi ya utu, kina mama na vijana waweze kufanyia biashara katika maeneo ambayo ni nadhifu. Kwa hiyo hili na lenyewe serikali tunaendelea kujiandaa nalo, na 5% hii itatumika hata katika baadhi ya maeneo ambako aidha wa machinga ama wengine wenye kina mamalisha ama wengine ambao wanakosa maeneo ya kufanyia biashara, yatatumika hata kutoa fidia ili machinga wafanyie biashara katika eneo ambalo watapata wateja, mamalisha wafanyie biashara katika eneo ambalo watapata wateja. Na Mheshimiwa Spika, mke wangu aliwahi kuwa mamalishe, kwa ninapoongelea watu hawa naongea kwa passion kwa sababu nimewahi kuishi kwa kulishwa na fedha ya mamalishe. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwanza nikushukuru sana, na hasa kwa hili swala la mwisho ambalo lilikuwa lina utata sana na wakurugenzi kwa hawana kauli ya serikali. Kwa tamko lako leo, hili ni agizo la serikali na lizingatiwe na lifuatwe ili kuhakikisha wananchi hasa wa kipato cha chini wapate hizi pesa za Mheshimiwa Rais. Leo Mheshimiwa Waziri Mkuu, tuna vijana wanafanya biashara za online. Online haihitaji ofisi, online haihitaji chumba, inahitaji uaminifu tu. Bodaboda sasa hazisubiri abiria, zinafanya delivery. Hawa wote wanahitaji mchango huu wa Mheshimiwa Rais ili na wao wawe sehemu ya tena. Nakushukuru sana Mheshimiwa Waziri Mkuu, asante sana kwa majibu sahihi na nakupongeza sana. Waziri mkuu aliyestaafu alikuwa upande huu na waziri huyu yuko upande huu. Kwa hiyo tusubiri mengi kwenye ukumbi huu, na kiti kitadhibiti maneno mengi ambayo hayatakuwa na mpango au sambamba na matakwa ya kiti. Waheshimiwa wabunge, sasa namwita mwenyekiti Najma aje kuendelea na shughuli za bunge.